Tukisummarize hiyo program yetu ina veskini vingi, ina sehemu nyeusi hapa, ina sehemu nyeusi hapa, hapo na ile eneo la katikati. Sawa? Lakini kabla hajafika huko tunaenda kwa simu. Kazi ya audio ni nini? Hii ni kwa ajili ya kompyuta. Kwenye simu nyumbani wale wanapata mtandao. Na kwa hiyo tunasaidia sisi kwenda live YouTube. Lakini pia ukiwa na kompyuta unaweza kwenda live YouTube pamoja na Facebook. Kwa hiyo tukiwa kwa Facebook tukaweza pia YouTube wakati mmoja. Sawa? Yeah. Lakini ni program kubwa sana kwa ajili ya kufanya live streaming. Kama streaming ya mtandao. Nataka kufanya live streaming. Hii ndio inatumika kwa asilimia kubwa. Sawa? Hii ndio inatumika kwa asilimia kubwa. Inaitwa OBS. Sawa? Sasa ina pande mbili, ina sehemu ya view pamoja na sehemu ya program ambayo tunasema ina studio mode, ambapo upande huu tukio lolote ambalo utaliseti utaliona hapa kama wewe. Sawa? Lakini ukiliruhusu lije hapa maana yake limeenda umeruhusu leo online. Kwa hiyo hii ni screen kwa ajili ya Posti ni kazoea. Umeshiba umesahau. Kwa muda sasa nakimbizana. Kwa hiyo lengo mahususi kabisa ni kwa ajili ya kufanya live streaming. Kwa nini summarize? Sasa katika mgawanyiko wake tunasema inaitwa scene. Scene ndio sehemu ambayo unapanga matukio yako. Kwa mfano, una kamera hizi. Sawa? Tunataka ni scene pia scene ndio katumia project na hii OBS. Simu yako utadownload kitu kinaitwa OBS Ninja. Kama unatumia simu ya una kamera kubwa, kuna program inaitwa OBS Ninja. Ukienda kwa download itakuja kama Vidu Ninja. Kwenye simu inafanana hivi, kwa mtu mmoja inafanana hivi. Ila kimuonekano wa nje kwenye simu uta download hiyo App Store, uta download inaitwa Vidu Ninja au OBS Ninja, itakuja program inaitwa Vidu Ninja. Video ni sasa, maana yake hii program itaniruhusu mimi kuliki moja kwa moja na OBS yangu. Hapa nijaribu sasa. Nikifunga program nasema ni flash, tena sasa inaandikwa add your camera to OBS. Sawa, add your camera to OBS. Add your camera to OBS. Chukua ya moja kwa video. Add your camera to OBS. Okay, utahitaji ndio kutumia kamera yako na polisi na hiyo OBS. Nikiklik pale add your camera to OBS. Mbona kwa mmoja kamera inaanza? Napata hapa. Kwa sipata view kwa sababu nilikuwa start. Ndio start. Sawa. Sasa ishakuja pale kwenye start, kuna linki zinakuja pale juu.
Sasa mimi kwenye simu yangu nimeshapata kamera. Nimeshapata kamera. Unaona? Kwenye simu kwa kutumia ile video nyingi, hiyo ndio simu. Yaani maana yake naweza nikaona picha kwa kidogo. Hii hadi ya kabisa. Sawa? Tuko pamoja jamani. Tuko pamoja. Hapo start. Nataka nione moja kwa moja. Sifanye kwa wote, nataka nifanye demonstration. Nataka kuachieve wote. Kufanya demonstration. Kama nifanya demonstration sawa, ili mfahamu kinachoendelea kwenye huyu. Kupata muda mzuri tuta link vizuri. Sasa mimi baada ya kulinki kamera yangu kuna link imekuja pale juu inaitwa https://video. Ndio sasa naziandika hapa kwangu. Naziandika zile. Make sure ni hapa na simu ipo. Huwezi kuifuta, yani unaweza kuifuta kabisa. Ni moja hapa. Nikasema simu achukulia kama vile kamera ambayo iko kila kamera moja na simu. Sawa? Ile inakuja kuweza kutoka kamera moja kwenda kamera nyingine. Si ndio? Kwa maana hizo simu sana. Lakini simu anakuwa na source. Yaani simu huyu ana source. Kwa kila simu ina source yake. Kwa sasa hivi tuna simu moja na source iko hapa, lakini iko empty source, hamna kitu cha ndani. Sawa? Sasa nataka nika-add kamera yangu, nika-add. Sawa? Kwa kwenye ku-add nakuja moja kwa moja sema jumlisha moja kwa moja. Sawa? Nenda pale kwenye plus. Pale kwenye plus utakuja kukuta hivi. Kuna application, audio capture input. Maana yake ni kitu unaweza kuvinyaka kuingiza kwenye OBS. Mfano, wakati tunajifunza video tunaweza chini hiyo nilitumia text na namna ya kuset, lakini nikitaka kuweka video iweze kucheza kwenye OBS nitatumia media source kama video image kama picha kwenye import image na kutumia image, lakini kuna display capture. Hii inakusaidia ku capture eneo fulani katika screen yako. Sawa, kama kuna program unataka kushare kwenye OBS utatumia ile display capture. Browse ni same kama sisi tuko online. Kwa mfano sisi hii kamera yetu ni mtandao. Sawa, kwa hiyo tena kutumia browse unaenda kuiperuzi kutafuta mtandao. Sawa, kwa hiyo unaenda kwenye browse. Nikiklik kwenye browse sasa, ili nisipate confusion naweza nikaita kamera yangu hii. Sawa, nipe bata kamera. Sawa, alafu naenda moja kwa moja okay. Nikishasema okay, kwa sababu ni mtandaoni kwenye URL nitaenda kufuta nitaandika hii hapa umeshare hapa http. Kwa naweza ile picha tunaona. Sawa, kwa ninafuta mpaka pale mzee alafu naandika
So once you make sure kwamba hiyo yenyewe ninaenda kukubali kusema okay, nenda kuklik okay kwa chini pale. Sawa. Sawa. So nimeanza kamera wangu lakini sipati video. Sasa kwa sababu ni mtandao, have to be patient. Naweza kwenda kwenye refresh. Ni make sure for the first time kama ni kwa mara ya kwanza kabisa naweza kuload kwa kiwango cha kamera. Sawa. Kwa hiyo nina expect kwamba unapita display pale kwa kamera. Kwenye hichi kile side. Sorry. Yes. Hicho lazima uwe lazima unaisema kama kufanya picha. Yes. So ni video tunayoelewa. La kulifuta alichokiandika nyuma kwa shida yote. Sawa. Kuja kwa kitu na kile social pale. Na pale. Ila mara ya kwanza inakuwa simple tu. So tunashika kamera hadi kamera au tuna picha tunafanikiwa. Tunataka tu hadi source nyingine. Sawa? Source nyingine. Nakuja pale kwenye plus sign tena. So chini yetu bado ni ile kwenye screen. Sawa? Sasa hivi labda nataka niweke video. Hii pia tunaitumia pia kama live nataka kuproject kwenye screen. Ndio software pekee ambayo inatumia kwa projection. Ni projector pale. Yaani nataka kufanya kuna ile privacy, nataka kufanya huko privacy yangu kabisa. Watu wanataka kufanya space. Kwa mfano labda nina media ambayo ni video, movement video. Na labda kuna media source. Naandika labda video, nipate jina video. Naenda kwenye okay. Nakuja kwa close. Nenda kwenye browse, nitafuta video yangu ilipo. Kwa video yangu nini? Tunashuka nini hapa? Nasema open. Sawa? Nasema open. Okay. So unaona video yangu tayari nimeshaiweka. Lakini kama kitu kule sipati. So let me try refresh. Nifanye refresh. Niseme moja kwa moja. Okay, so unaona hapa hapa muona nikitoka pale inapita unagundua kuna namna inaenda kwa ndike ishie pale ndani. Sawa? Utazidi kama kuna lazima kufanya hivi. Baada ya kuset hapa, kumbuka hii hapa ni preview yako wewe. Yaani maana yake ipo kwako. Lakini as long as umeruhusu tena kuonekana kule na hapa tunasema start stream. Nikikiki hapa, haiko mtandao na yote ambayo yanaonekana. Full screen, yani kama unaona mtandao na hapo mtandao na labda kufanya wale asilimia 96. Ndio. Unachokiona kule ndicho kinachofanyika kama hivi. Sio kama nipatia picha yangu, unaona ina haraka sana.
Kwa hiyo nipate usilangane huko. So hizo ni nalo. Nobody knows this. Everybody needs to display. Sasa simu psychology. Nataka kusema mahali kutana naye unaweza kuelewa basi hapa ni tamani kila mmoja anatoa sawa. Kwanza sijaelewa nia yaani hicho kipengele ni nini sijakifahamu. Wala wanasema obvious ni program ambayo inatumia live streaming. Nisema live streaming kwa ajili ya kwenda live na kuona kwa kutumia kompyuta yako kuonyesha labda ibada live bila simu. Sawa? Yaani utumie na kompyuta hiyo basi program kama hiyo. Sawa? Lakini mbali na kwenda live inakuruhusu pia kurekodi. Kabla tukio inaendelea usiende live na rekodi, yaani inakusaidia kurekodi. Kwa maana pia hapa kuna sehemu inaitwa start streaming, hapo kuna start recording. Sawa? Maana ni kama start recording na recording kama niko live lakini siko live. Kwa nitakuta kwenye kompyuta yangu hii. Iko kwenye kompyuta. Nilipokuwa nairusha vile kama nilikuwa live. Lakini mtaona kwa siko live. Lakini kwenye start streaming maana yake naendelea kwenye hiyo program yangu itupe content yote wapi kwenye mtandao ambao nimechukua hizo YouTube au Facebook. Mfano sianganisha na hapa itaniambia nikifika pale kwenye streaming itaniambia you are a message hiyo ni sababu simulifu na account yangu ya YouTube. Sawa? So nitasema labda open session. Nikisema open session itanidai vitu vya msingi vya mimi kuweza kulink na YouTube. Kwa hiyo kama sijafanya vingine huko pia itabidi nikafungua account ya YouTube kule, afu nikarusha live. Afu na stream nitazikopi. Sawa? Nikishazikopi hizo stream kuna sehemu hapa nitakuja kuzijaza. Hapa use stream. Itakuja nitazijaza hapa. Nikizijaza hapa kule nikirusha live. Mzigo nenda bila kuelewa. Wao sasa ninachokifanya hapa as long as tunaonekana kwenye screen ya pili. Ikiwa kinaonekana kwenye screen hapa na kule mtu aliyeko Dar es Salaam, aliyeko Mwanza, aliyeko Marekani, kama yuko mtandaoni ananifuatilia, atakuwa anaona sawa na kinachoonekana hapa. Kwa hiyo kimesha hapo vitu vya ajabu hapa. Kumbuka na mtu anayekuwa na ila vitu vya hapa vitu vya hapa kwa asilimia pili ni vya kwako wewe, yaani kwa bado hujaruhusu kuuza, naamini yule kule mtu anataka kuona. Sio kama mmenielewa wewe. Ndio maana una screen mbili. Moja ni ya pili ni anayeona kule. Wewe ukisema ukifanya transition nikifanya transition tu inaenda upande wa pili. Na nikiruhusu kwenda tu niruhusu vionekane kama vionekana. Sawa jamani. Mwenye swali? Mwenye swali? Ndio, karibu. Baada ya kuwasha kamera yako unaona maandishi ya blue na kijani pia tunayo. Umeona? Umeona? Hayo ndio maandishi kama hivyo. Naenda kuandika kule kwa sehemu naenda kuandika. Nikishaandika pale tutafanya synchronization kati ya simu na kompyuta. Itakuwa inawasiliana. Sawa? Ndio maana bado alikuwa na fake. Alikuwa bado anafake na tafuta. Nikija kwenye ile video yangu ya kwanza ili hapa kwa mtu kwa hiyo laiti nilikuwa nimefanikiwa basi hicho mtandao tu ningeona ninachokiona hapa sina rekodi nyingi yaani mnaonekana kule. Sasa mkionekana kule mimi naweza nikashika mfano
labda ni tunashuka hapa tuko mtaani hapa. Tunashuka hapa ni mtaani. Kwa hiyo hichi kinaonekana hapa kimepitia kwenye OBS moja kwa moja. Kwa hiyo kuna full screen, lakini source inayotumia kurusha kwenda mtandaoni ni program ya OBS. Sisi serikali kufanya kidogo sana kuuliza. Sasa tuna link pamoja na YouTube ambayo tunafanya demonstration kuna YouTube. Lakini ngoja kwa Yes. Yeah. Kote Facebook pamoja na kuna picha za stream key. Hata Facebook tena pia unapata stream key na kuja unasema. Lakini ukitaka kuona sehemu zote kwa pamoja, ukienda hapa kwenye setting. Ukienda kwenye setting kuna kitu kinaitwa umeona hapa hapa kwenye screen. Sawa, sio kama unaona vizuri. Unasema pale kwa service. Sawa, pale kwenye service lazima nifanye setting pale. Nataka service gani? Pale kuna custom, kuna Twitch, kuna YouTube, RSS, kuna Facebook Live, kuna Restream, kuna Twitter, kuna hiyo sio sio mnaona kwa pale. Kwa lazima kama unaenda Facebook, na unaenda YouTube, utachagua nini? YouTube. Unaenda Facebook, utachagua nini? Na Facebook. Sawa. Yes. Lakini kuna hii inaitwa plugin ya RTMPS. Hiyo ni plugin ambayo ni download na install ambayo unapata link moja kwa moja ya Facebook pamoja na YouTube. Ni plugin ya moja kwa moja ya OBS. Download tu kwa YouTube, unaenda unakupa connection kati ya YouTube na nini na Facebook. Kwa hiyo unachokishika Facebook na wapi na YouTube. Usipo download hiyo utarusha moja moja kama ni YouTube live, kama ni Facebook live na Facebook live kufanya hizo kitu. Kwa hiyo ni sasa kwa Facebook live. Sawa? Atanidai stream lazima nidai. Sasa stream kila swali ni baada ya kwenda kwa Facebook kwenye pale live na mtu kwa copy Facebook tayari wanawasiliana. Yes. Yes. Na hii ya ratiba kidogo inakupa wide. Yes. Sema kwa Instagram. Kwa Instagram kutumia sina shida sana. Hizi social media tofauti na Facebook na nini? I'm not sure. Nachofahamu ni Facebook, naweza kwa YouTube, kutumia hiyo. Yeah. Sasa nataka kufanya search. Muda tuna. Sasa mimi naomba tufanye hivi. Muda umeishia. Hapo naanza kuandika. Naomba nikaribishe sehemu nyingine. Kuna wale maswali ambayo nimeandika. Maelekezo mengine ni kwamba baada ya session hii na wale ambao wanawahi wanasafiri kama utaona kuelewana sana basi tutakutana kwenye group. Maelezo mengine yatapatikana kwenye group, lakini kama una muda mdogo kwa dakika 3 baada ya session basi tukutane tufanye maelekezo vizuri. Sawa? Kwa sababu pia lengo letu sio mafunzo ya leo tunakishia hapa. Ndio mwalimu mzuri kama ndio kuendelea. Maana natamani baada ya hii session endelee kuwa wazi. Sababu naamini tunapoendelea kidogo mpaka kazi tunaenda. Kwa naamini baada ya tunakubali kusaidia. Tunasumbuliwa watu wengine kuku share wataalamu hapa wengine ambao wanajibu zaidi sisi ambao jibu lakini pia wataalamu kwa mfano kama kanisa hapa kwa live kwa watatusaidia pia tutasukumana. Karibu kuna wale maswali hivi kwa demonstrate vizuri sana kwenye video.
Nataka kutengeneza kwa ajili ya kufanya link ya OBS na YouTube. So mwalimu atajibu maswali, tutasaidiana sana kwa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya jamani. Umechoka? Asanteni kwa kutuvumilia, tuko mwishoni. Na mimi kuna masomo nilikuwa nimeandaa pia, lakini kutokana na muda nadhani kila mtu hakikishe anaweza kuwa kwenye vitu ambavyo hakikisha unatoka hapa umeadia kwenye vitu, kwa sababu tunaendelea kufundishana, maana masuala ya media team kila siku yanabadilika, si ndio? Kwa mfano kama sasa hivi tunaangalia YouTube jinsi tulivyokuwa tunakuwa link na toka tarehe 12 ni tofauti kama umeangalia kitu. Kuna namna fulani ambayo inapeleka kwa mambo huwa yanapeleka kila kutokea, kila siku wanaleta mambo mapya. Kwa ile group itaendelea kusaidia kutokea Tanzania. Hapa kuna maswali kadhaa ambayo yameulizwa. Mimi nitaenda kwenye maswali na somo langu nitashare kule. Kuna swali la kwanza hapa. Kuna mmoja anauliza namna gani naweza kutuma link ikiwa live? Namna gani naweza kutuma link ikiwa live? Hiki ni kitu chepesi sana ambacho na muhimu wakati unaruka live, ili uweze kufuatiliwa na watu wengi. Hakikisha na copy link na share kwa watu. Unaweza kushare kwenye WhatsApp, ukashare kwenye Facebook nyingine, ukashare hata kwenye message ya kawaida kumtumia mtu akapata hiyo. Unashareaje? Pale kwenye ile stream yako ambayo uko unaruka live, kuna sehemu inaonyesha share. Kuna sehemu ya kushare. Hata ukiingia kwenye video ya kawaida kuna namna ya kuonesha ushare. Sasa ile kwenye share unafanya kama una share, then itakupa option kwamba share kwenda WhatsApp, share kwenda Facebook, Instagram. Kuna sehemu ya kupa option ya copy link. Ukisha copy link pale tena kwa ile link unayo. Kwa unaweza kaenda hata kwenye WhatsApp ukapress ukapaste. Sawa. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia huwa kinaongeza watazamaji kwenye hiyo stream yako. Usistream hapo kaacha hivyo hivyo hazipo kama haina faida. Hakikisha watu pia wanapata kitu ambacho umekistream. Swali la pili nauzaje hilo sawa sababu. Nauzaje kwenda live zaidi ya mtandao mmoja? Anauliza naweza kwenda live zaidi ya mtandao mmoja? Inawezekana. Ni kupitia kama haichokuwa nafundisha. Kuna programs nyingi. Cha kwanza inabidi uwe na laptop, kwa sababu huwezi kwenda kwenye mitandao mingi ukiwa unatumia simu. Haitakupa hiyo access, sababu itakuhitaji program nyingi zinatumia laptop. Kwa hiyo kufanya lazima kwanza uwe na laptop ambayo wewe inakupata, sio kama laptop ndogo kama hiyo ambayo inakupa access ya kwenda live. Sasa laptop kama hiyo kwa i3 kwa i5 hizo SSD ndogo itakusumbua. Kwa hiyo na laptop ya kuhakika, uwe na internet ya hakika, lakini pia source of camera, uwe na kamera au uwe na simu ambayo inaonyesha namna ya kuconnect kwenye simu. Sawa. Kwa hiyo kuna vitu unaweza kwenda live. Na live kupitia nini? Sasa lazima uwe na program. Program ni nini? Hizi zinakuwezesha kwenda live. Kuna program za kwenda live zipo nyingi. Kuna Yardstream, kuna Vimix, kuna OBS. Lakini mimi nakushauri tumie sana OBS, kwa sababu OBS ni program ya bure kabisa ambayo inakupa access ya kuweka matangazo yote unayotaka bila kulimit. Hapo ni moja ya program ambayo ni rahisi sana kujifunza. Unaweza kujua kwa urahisi ukilinganisha na Vimix. Vimix kuna wakati huwa wanakudai ulipie, lakini pia Vimix huwa wanaleta limit ya matangazo. Naona kwenye OBS unaweza kaweka yale maneno ya slide, unaweka picha, unaweka nini, whatever unataka. Kwa hiyo hilo ni kwa namna hiyo. Kwa hiyo utadownload hiyo OBS, hiyo setup, lakini pia hiyo OBS unapo-download inakuwa haina access ya kwenda live moja kwa moja kwenye mtandao mwingine. OBS ina setup nyingi ambazo zinaitwa plugin. Sawa. Sasa plugin moja wapo inakuruhusu wewe kwenda live, inaitwa Multistream LMP. Yaani kama kuna Multistream ambayo ya OBS yenyewe usha-download tu, ukisave kwenye simu inakuja moja kwa moja pale kwenye OBS. Unaweza kwenda kwenye Facebook, YouTube, whatever Zoom unapotaka. Hiyo nadhani grupu
group na account. Huyu nimeelewa. Alikuwa anauliza tofauti ya group kwenye Facebook na account kama vile tofauti gani? Yaani ni tofauti group la kwenye Facebook ni tofauti na account, lakini inazaliwa kwenye nini? Kwenye account ya nini? Ya Facebook. Unaweza kucreate vizuri na watu watajoin kwa. Sawa. Natamani kufanya media team. Sawa, wewe nimeelewa. Yaani ni kwamba natamani kufanya hiki tunachofundisha, lakini hana vifaa wala hana nini. Nikwambie tu kwamba media team inaanza na wewe mwenyewe. Yaani wewe mwenyewe ndio media team. Yaani kabla haujasubiria kanisa likuambie, wewe mwenyewe unaweza kufanya kitu na watu wakaona wakachukua mfano. Mimi hapa nina TV yangu ambayo ina operate inaitwa Central TV, hata kuangalia kwenye vipindi mfano. Kuna kipindi kimoja nilijaribu kufanya kanisani kinaitwa unajifunza nini. Nilianza kucreate kama utamfanya. Mchungaji akakipenda, akaona kipo vizuri. Akasema hiki kifanyike kuendelea na kilicho kwenye page. Ukiingia kwenye page zetu za Magomeni TAG. Pale Facebook unatupata kama Magomeni TAG. Ukienda YouTube unatupata kama Magomeni Mission Center. Utaona mfano wa vitu tunavyofanya. Kwa hiyo huwa tunafanya vitu ambavyo ni creative, ambavyo vinafanya watu waendelee kutembelea account. Hakikisha kwenye account yako kuna vitu vinafanya mtu akiangalia leo sasa natamani kurudi tena kuangalia, si ndio? Kwa unaweza kaanza wewe mwenyewe hata kanisa kabla hajamaliza unaanza na share. Unaweza hapana hata mzee wa kanisa kumbe inawezekana. Kwani tufanye nini? Unaweza kumwambia tutaka simu nzuri tu, tunaweza tukaanza na simu. Kwa anza na kile ulichonacho, si ndio jamani? Sasa hivi mpaka kama sio na mimi kamera na sisi tumeanza na simu. Sisi kanisa letu tumeanza na simu, tumekuja tukapata kamera moja mpaka sasa hivi tunapokuambia tuna kamera 4 ambazo ni Sony MX4. Tunaweza kwenda live hata sehemu yoyote na tunachanganya picha vizuri, lakini tulianza chini. Kwa hiyo tusubiri mpaka nunue makamera mengi kitu gani? Wewe anza na kile ambacho unaona kinawezekana. Sasa sikia sana nawezaje kutengeneza picha za mtandaoni? Ili pili ni swala nzuri. Ameuliza anawezaje kutengeneza matangazo ya picha na video. Sasa hapa kuna option mbili. Matangazo ya picha unaweza kutengeneza kwa zipo program nyingi. Kuna Adobe kama na Adobe unaweza kutumia Adobe PS ukatengeneza tangazo la picha au Adobe PR tangazo la video. Lakini ningewashauri wengi wetu, nilipoona mwalimu aliyotangulia ameuliza kwa watu ambao wanaona ndio. Kwa unaweza kutumia pia kutumia simu yako, unaweza kudownload. Napenda kuwafundisha watu watumie sana. Kuna program inaitwa Posta My Way. Hiyo inaitwa Posta My Way. Utakuwa pale. Posta My Way ni program nzuri ambayo inapatikana kwenye simu, lakini pia hiyo inapatikana kwenye laptop. Posta My Way inakupa access ya kuedit. Ukiingia pale unakutana na picha nyingi ambazo zimetengenezwa ziko kule. Wewe kufanya maedit, unaweza kuweka maneno, unatoa picha ya mtu ambaye unataka kuleta picha yako. Kwa hiyo ni very simple sana kuitumia Posta My Way. Lakini pia kwa upande ya Posta My Way unaweza Posta My Way utashare kule kwenye group. Lakini pia kwa ajili ya kutengenezea video unaweza kuchukua clip kama hii hapa. Tumechukua pale nje sisi clip ya chakula, sawa? Tumechukua clip ya ndani, wakati tunaingia ile unaweza kuiunganisha ile clip, ukaweka muziki, ukaweka nini kwa sababu unavyotaka. Kwa mfano kama ukija kutembea kwenye page zetu, baadaye ukienda kwenye page ya Enoch Kikwate au kuingia Central TV, hivi clip na hizo bado tunaweza utaona ndio kutengeneza clip, namna tunavyounganisha, tunaweka fedha mbalimbali. Sasa tutumia nini? Mara nyingi wanapenda kuwashauri kutumia CapCut. CapCut ni nani ambayo inapatikana kwenye simu, lakini wakati huo inapatikana pia kwenye laptop, japo inatumika online. Hizo zote niliwaambia unatumia bando ili kutengeneza. Ni very simple kutumia. Nadhani hiyo ni mjibu. Kuna mwingine aliuliza swali sana. Video ya kugandaganda kwenye rai inasababisha nini? Hiyo bila kupoteza cha kwanza kabisa niseme ni internet. Almost internet huwa inahitajika sana uwe phone kwenye simu. Kama una internet ya mashaka haieleweki, kushuka inapanda, yaani simu yako kuja kuwa bora itakuwa ni mbaya. Cha
kwanza ni internet, lakini pia kitu cha pili kinachosababisha live yako kuwa inagomagoma ni kifaa unachotumia, aidha labda unatumia simu au PC. Uwezo wake na uwezo kiasi gani? Unatumia simu labda Tecno na ngapi? Kweli jamaa nataka upate na nini? Lakini kitu kingine nadhani ni location, maeneo. Kuna baadhi ya maeneo hata uwe na internet gani. Kuna baadhi ya maeneo sisi tulitembelea kwa tunafanya uinjilisti, unaweza kuwa na internet iko strong, kama kutoka eneo wewe ulilopo ukaangalia katika internet channel juu wewe kumbe mtandao huko chini. Kuna eneo tunaenda kufanya uinjilisti, yani mtandao huko chini kwa hata kwenye simu mpaka uanze kupanda kwenye simu milima nini. Kwa unaweza kutegemeana na eneo, unaweza kubadilisha mtandao kwa kupiga simu, kumbe eneo lenyewe haisupport nini mtandao. Sawa. Kuna namna ya kufungua ishajibiwa na tunaonyesha kwa uzuri, tunaona kwamba kuna watu wakuwa hajua kabisa. Lakini kitu kingine ambacho naomba nishauri ni hii ambayo ukiwa unatamani kujua kitu au unatamani kufanya kitu, usikubali mtu akufanyie. Mimi niko hivi, sijui vitu vyote, lakini mbona napambana kujua vitu vingi, na mara nyingi nataka kujua kitu, huwa natamani yule mtu anielekeze nini nilifanya. Sasa kuna mtu anaweza kununua simu, ananunua laptop, anataka kuingiza Google account, anampa mtu, hebu niwekee Google account, hapa anaendelea kwa madarasa, anakuja kuuliza vipi nimeingia, nataka namba ya simu, nisikilize hapa nini, anaendelea kufanya mambo yake. Akishamaliza ndo anakuja kuchukua. Kweli hiyo ni kazi. Kwa hakikisha unapotaka kuweza kutoa simu yako, mtu nionyeshe hivi na usaje Facebook. Lazima udownload Facebook, na kisha download utaingia, watakutaka taarifa kadhaa, weka majina, weka namba ya simu, watatuma msimbo utatuma wapi kwenye message, utaingiza, utataka uweke picha, utaweka picha. Haya, namna ya kuupload unaanza hapa kwenye sehemu ya picha, unaingia kwenye simu na upload, unatumaje link hivyo, yani hakika unapata kila sio, unampa hapo mtu wa media team, sio unajua vitu, yani sitaki kila kitu ufanyiwe, wanaweza kusikia sana. Kwa hiyo ili sio vitu vingi sana. Aina gani ya kamera inaweza kufanya hivi? Swali zuri sana. Kuna kamera nyingi sana, kuna makampuni mengi sana, kuna Sony, lakini pia zinatofautiana uwezo, ndio. Na kuna baadhi ya kamera zingine haziwezi kwenda live, unakuta zipo yani special kwa ajili ya kurekodi. Sawa ina. So ameuliza aina gani ya kamera, na cha kumwambia ni kwamba tu amefika sehemu nzuri. Naweza nikamwambia akichukua mawasiliano anaweza akapata hili jibu. Kwa mfano pale kanisani kwetu kuna mchungaji na mchungaji ni mtu ambaye yuko very creative kwa mambo ya kamera, anaagiza vifaa China. Ni mmoja pia ya wachungaji ambao wanaenda China kuchukua bongo pale kama wanapatiaga pale. Kuna vyombo vikubwa vinaleta kutoka China, mambo ya kamera. Kwa hiyo ukitoka contact zetu, kama ukihitaji aina yote ya kamera unayotaka, nataka ya gharama gani, simu inaweza kutumia kitu gani, nataka laptop nini, vitu vinavyohusiana na media, naweza nikaonyesha na mchungaji, naweza kujalia tena kwa bei nzuri sana, naweza kusikia sana. Kwa hiyo vitu tunaweza kupata kwa uzuri kabisa. Na swali lingine nasema kama bora ya kisasa. Nimekwambia tumia uchonacho, lakini usitumie kwa unyonge, hakikisha unapambana mpaka kiwe kizuri. Kwa hiyo jiandae media team kanisa, jiandae media team wa kwanza. Ni kama kanisani kwenu hakuna media team, hakikisha wewe ndio wa kwanza kuwa media team. Unajisikiaje kwamba unaposema kwamba huyu ndio mwanzilishi wa media team, unajisikiaje pale? Kwa hakika kama una simu yako unachukua vizuri, fanya unachokiweza ili uwe mmoja wapo wa huwa media team mwanzilishi. Namna gani ya kuweza maelezo pale chini ya sawa. Hii nzuri. Kwa upande wa Facebook atakuja kuelekeza pale, anakuja kuelekeza namna kuweka yale maneno ya scoring. Atakuja kuelekeza huyo hapo anakuja kumalizia. Lakini pia kwenye OBS unaweza kufanya hiyo kitu. Kwa maana OBS ni programu nzuri ambayo inakupa kila artist unataka kufanya. Ukiwa unatumia OBS yale maneno yanayo score pale chini, sisi kwa live tunapatikana Shinyanga, RTC nini yale maneno tunajua ya kwenye OBS ni inakupa access ya kufanya vizuri. Ukijaribu kufanya kushindwa kwenye grupu pale kuingia ya unapata majibu yake. Namna gani ya kutuma link? Nimeona hii swali imeniingia sana. Ina maana kuna watu wengi wanatuma link. Nimeshaelekea video za kujaza sawa. Nishaelekea zaidi ya moja. Nishaelekea kwenye OBS.
changamoto hujawahi kutumia huduma za usalama bado hujafungua akaunti. Kwa upande wa akaunti ya YouTube, in short naweza kusema ni Google yako account. Google account ndio account yako ya YouTube, sababu ukienda kusali pale kwenye YouTube kisha kwenda kuonekana pale ni Google account. Kwa hiyo ile jina lile sign ndio Google. Kwa hiyo ukitumia ile Google account inaweza kuwa kama account yako ya YouTube, japokuwa una uwezo wa create channel kupitia ile Google yako account, kwa create ile channel ambayo inakuwa kama business account. Ile business account sasa inakuwa na mshahara wako, lazima itakataka kwa muda wa miezi kama mitatu au kufikia watch hours kadhaa na followers kadhaa, lakini ya kawaida huwa haikupi limit. Japo kwa ukishapita vile vigezo unaweza ukalipa. Ukishapita vile vigezo fulani vile kufikishe ili uweze kulipa. Kuna wewe unaweza sasa kwa namna gani unaweza kutengeneza majina afu hii inajirudia sana. Kama huna uzoefu wa kuchambua maudhui kwa kompyuta au unaweza kuchambua kwa simu, unaweza ukatumia pia, ndio maana unaweza kutumia mtandao mmoja au kwenda mtandao mwingine. Sasa tunamaliza maswali yetu na changamoto sasa. Kuna maswali mengine yamejirudia. Kuna maswali moja niliona nasikumbuka, lakini kuna moja aliuliza, natamani kwenda hitimisho hapo. Jinsi ya kudhibiti mwanga wa jua mwalimu anatangulia ameelekeza mambo ya mwanga na nini, nashukuru sana amegusia. Kuna maswali mengine siyasemi kwa sababu alikuwa ameshayajibu hapa. Namna ya kupata picha quality. Sawa. Hii nadhani nimalizia na hii. Sababu maswali mengine mengi yamejirudia. Unaweza kupataje quality ya simu yako mpaka unaweza ukatembelea ile account yetu ya Facebook au YouTube ukaangalia filamu free. Na kwa cha kitu kuzingatia cha kwanza unakuta vinajirudia. Kwanza uwe na strong internet, uwe na internet ya phone. Yaani kama unatumia wifi sawa. Lakini kitu cha pili, vifaa unavyotumia ndio ni vifaa kwa ajili ya kusimamia. Na kitu kingine ni setting. Sasa hapa kwenye setting ndio watu huwa wanachanganya. Unaweza kukuta mtu anatumia labda MPS yake ya wifi labda inaishia kwenye 10, lakini unakuta ameset kule kwenye YouTube, ameset kwenye quality ya pekee. Kwa ni kitu ambacho haiwezi kikaoana. Kwa hiyo hakikisha na set uwezo wa quality pale inayoendana na uwezo wa internet yako pamoja na nini na kamera yako. Kwa maana nyingi watu huwa wanatumia vitu, unakuta kuna set high quality lakini kuna vitu vinavyo source haviwezi kufikia nini ile quality. Kwa kuna vitu vingi vya kujifunza hapa, lakini niseme tu vingi vitabidi kuingizana kule kwenye YouTube, lakini pia kama unataka kutafuta personal, mara nyingi huwa nafanya personal kama hivi, kunitafuta mara nyingi naweza kutumia hata Facebook na WhatsApp, naweza kupigia WhatsApp nikakuelekeza mambo mengi yakaendelea. Na huwa nafungua account hata nikiwa huko Dar es Salaam, nafungua account ya mtu, natuma zile link na login kwake na message. Naweza nitafuta kwa namba ya 06 kwa wale wanaotaka huduma za setting 0694 244 labda kwa kitu kingine tofauti hata pia kwenye bala nirudie 0694 hata pia kwenye bala wenye kujenda wote tunataka message na kitu kingine sawa, huwa tunarekebisha hata tukiwa tunafanya mambo mengine. Mungu awabariki sana. Tunaendelea na kipindi chetu kupata jina naitwa Frank, lakini naweza nipata mitandao ya kijamii. Ukiandika Frank Leonard Santos unapata, au ukienda kwenye channel yangu ya TV inaitwa Santos TV. Ukiandika Santos TV unaona mtakati mtakatifu Santos TV unaipata, naitwa Frank. Basi jamani, kulingana na changamoto
muda sio rafiki, na hata kile ambacho tulikuwa tunagusia kwa habari ya score hizi na maneno sio. Kuna application moja inaitwa Prism Live, sijajua kama ambapo ushapata nayo hiyo Prism Live au Live, ziko tofauti ambayo inafanya kazi PRISM Live PRISM Live. Kwa nadhani baada ya kutoka huko tutaonana yule ambaye anataka tumwelekeze namna ya kutumia. Ni simple sana, ni rahisi sana, pia inaonyesha yani channel zaidi ya moja, tuseme mtandao wa kijamii zaidi ya moja. Ukaenda YouTube kwa wakati mmoja kama vile. Asante basi kwa muda huu nikaribishe mshikaji na niombe timu nzima ya wawezeshaji tusogee kwa mbele kwa zoezi kubwa ambalo tutakuwa linaendelea. Basi tunamshukuru Mungu sana kwa kipindi hiki na kujifunza. Muda umekuwa utoshi kwa sababu tulikuwa tumeonyesha ile ratiba yetu mapema. Yaani kwa muda tulioanza katikati angalau tuweze kufanya kitu ambacho kinaeleweka. Kwa hiyo bado tunaweza kuwasiliana na tukatengeneza video fupi za kuweza kuelekeza ile eneo lililobakia. Tunaweza kupigia simu kuelekeza. Mara nyingi tunapanga na internet ya kutosha, tuna muda wa maongezi wa kutosha. Ndio kibipi tukasema na swali sisi ndio tunasimamia hata kama ni masaa 3 kwa gharama zetu. Hiyo ni kazi. Sasa mwishoni kabisa tungependa kuwashukuru kwa mtindo wa zawadi. Hii timu imekuwa na moyo wa kupenda. Sasa tumeandaa zawadi aina mbili. Kuna selfie stick kwanza. Hii selfie stick ni rahisi kama inavyoonekana, lakini ina mbwembwe fulani ambazo tunaweza kukusaidia. Kwanza hapa utaelekeza kumaliza muda wetu umeisha kabisa, kwamba ukitumia hii basi unaweza kubonyeza hapa record video au ikapiga picha moja kwa moja kwa wewe kushikilia bila kunyosha mkono kwenda kwenye screen. Kwa hiyo tunaamini kila mmoja anaweza zawadi wake. Sasa Richard atakuwa akiwaita hapa na waombe na timu nzima ya wawezeshaji, tutakuwa tukiwapa mkono na kuwapa hizo zawadi zetu. Na ni mwanzo tu huu wa safari ndefu. Tuna mambo mengi. Sisi tunasema baadhi yetu tutakuwa kwa tarehe 27. Kwa hiyo tutapita huko, tutaelekeza, tutaendelea kushana ili mradi tu tufikie kile ambacho tunataka tuwe tumefikia. Mungu awabariki sana. Tunashukuru pia uongozi wa kanisa hapa. Kuna muda niliona askofu alikuja, tunawasiliana naye pia, tunashukuru. Ametusaidia sana kuwapata baadhi yenu. Sisi tulikuwa tumepata wachache. Na kuna mtumishi wa Mungu Peter Mtwaji ametusaidia sana pia kuconnect na askofu naye mwenyewe pia amefika. Sana asanteni sana kwa kuja tena kwa ajili ya mambo mengine makubwa. Tunachoahidi tukija tena hatutaanzia chini kabisa, tutaanzia pale tulipoishia. Asante. Karibu. Basi utaratibu ambao tutafanya ya zawadi, tuomba taja na majina ya kanisa. Niandika kwa tumeandika jina la kanisa kwa unainuka kwa watu kwa pamoja, basi tunapokea zawadi baada ya kushikana mkono na wawezeshaji hao na kupata picha moja. Kwa niombe tutakuwa tusiondoke jamani, dakika moja kwa pale nje picha moja pamoja. Basi niombe kwa haraka nianze kanisa hili TAG Rubali Mwenge, TAG Rubali Mwenge.
Kanisa la pili CVC. Okay. Kuliandika vibaya. Inafuata EAGT Adonai. EAGT Adonai. Inafuata TAG Kombozi. Baada ya hapo tunajiandaa Paradise Christian Center. TAG Kombozi. Paradise Center wanafuata BAH Tanzania. Tanzania baada ya Tanzania Paradiso. Baada ya hapo Mwasele. Na watu wa Light World Mission. Tunaendelea. TAG Bwananchi ibada kuli. TAG Bwananchi ibada kuli. Wanafuata ni TAG. Wanafuata baada ya Biblia TAG Mambali.
Kasubiri kidogo kwanza samani. Baada ya kuna Christian alive anasema Christian alive mwasema na TAG mwasema kanisa moja hiyo wale ndio kanisa wenyeji ya Airtel kwa ajili ya kuendeleza kazi hapa, tuliwaambia kwamba wanatumia TTCL. Sasa ile pale jinsi ilivyo wakiwa na wanaume kule nje kusedi na hawezi kubeba. Kwa hiyo tukaongeza tukahanga basi tubariki pia mtumishi hapa mchungaji kifaa hiki tutaongeza sana kama kuna kanisa lolote mchungaji Mswanya na ambayo tunawasahau sijui sasa kwa hiyo hivi vifaa yawezekana kuna wengine wamekutana nazo na hawawezi. Hii selfie stick kadogodogo ndogo simple, lakini tulipata shida kidogo jinsi ya kutumia mpaka baadaye tukaelezea. Hivi unaweza kufikiri ya kawaida, lakini kumbe ni remote hapo unaweza kunasa simu yako, lazima iwe simu hii. Bonyeza picha, unaweza kuelekeza pale endelee kuwepo hapa kanisani. Basi Mungu awabariki sana. Tumejisikia vizuri, tumependeza kwa wingi sana. Mungu awabariki sana. Basi tunamkaribisha mchungaji aweze kutuairishia. Tutaendelea kuelekeza jinsi ya kutumia kwa anayefahamu sawa. Hiyo stendi vile vile tunaweza tukakuelekeza jinsi ya kutumia. Usipate shida. Kama mpaka kufikia hapo sana tutazidi kuwasiliana. Sasa tunatokea Tabora, inaitwa Richard Mambo na mzangu kama friend Mambo ambao tuko Tabora kwa Tete. Kwa siku nyingine ukifika pale sasa hivi kanisa liko katikati ya mji kabisa. Jirani na hospitali ya mkoa au ya Rufai Tete. Tuko pale. Ukija muda wote kusomesha. Basi kwa muda huu nimwalike mchungaji David kwa ajili ya kuelezea event yetu hii au kusaidia hii na kutakia baraka za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli ni heshima na namshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki cha kuanzisha ibada hii au tukio hili muhimu ambalo tumekuwa nalo.
Lakini kabla sijarudisha, ndani yangu bado nina maswali. Najiuliza nimeshangaa jinsi gani ambavyo Mungu ni mwaminifu, na jinsi gani ambavyo Mungu ana watu wake wa maana kwelikweli. Nilikuwa sanaa ndivyo nilivyotangaza kwa kutumia WhatsApp, wakaniuliza baadhi ya maswali kama natumia kamera kanisani, na nimekuwa surprise kuona tunapewa stand na zawadi mbalimbali. Vitu hivi ambavyo tunapenda kutoa ni vitu vya thamani kubwa sana. Ndio maana mimi swali langu nauliza ni utumishi gani ambao wanafanya hii. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Na kwa utumishi mkubwa ambao mmefanya, kwanza niseme tu kwanza sisi tuwaombe samahani kama Shinyanga, kwa sababu utumishi huu mkubwa ambao mmefanya na mwitikio wetu hivi hauenda. Kwa hiyo tunaomba kusamehe. Ninaamini kwa hiki ambacho tumekiona leo, siku nyingine Mungu akiwapa kibali kikubwa, Shinyanga itaitikia na hii huduma tutaipokea vizuri. Ndani yangu najisikia kana kwamba hatujawapokea watumishi wa Mungu inavyotakiwa kwa kile ambacho Mungu amewatuma kuja kufanya. Natamani kila mmoja akawe balozi nzuri. Next time vitu hivi tunavyohitaji kwa ajili ya kazi ya Mungu, tunahitaji kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Mtu mmoja alisema jina la Yesu Kristo ni zito. The name of Jesus is too heavy. Ni zito, linahitaji resource kulibeba. Kwa hiyo resource zenyewe pamoja na vitu vingine kutufundisha. Mungu awabariki sana. Na kwa sekunde kadhaa nimeomba watumishi wote kwa pamoja tusimame tutamke walau baraka kabla tunajulisha utumishi mkubwa ambao wanafanya. Wana majukumu mbalimbali ya kifamilia, wana majukumu mbalimbali ya kiuchumi, wana majukumu mbalimbali ya kitaifa na wito wa Mungu amewaita. Mungu tunaomba Mungu akaendelea kuachia nguvu, akaendelea kuwatumia kuimpact vizazi na vizazi na elfu kwa maelfu. Ranta kibra husatala mina abradia kostatai ramin talisha tala diakaya. Baba, tunasema asante kwa ajili ya watumishi wako hawa ambao leo umewapa neema na kibali cha kuja Shinyanga kwa ajili ya utume mkubwa wa kuisogeza kazi yako na kuieneza injili yako kupitia media. Baba, asante kwa kuwa ni upendeleo wa namna ya kipekee ambao umetupa. Asante kwa kuikumbuka Shinyanga. Asante kwa kuwa umeikumbuka Shinyanga na ni saa na ni majira ya Shinyanga kuvuliwa. Asante kwa kuwa tunaona hii neema Bwana. Ranta kida broto kabla dia kai ramiso para dia kanda rabasutra taya. Mungu uliye hai, watazama watumishi wako kwa moyo wao wa kupenda, wamejitoa, wametoa muda wao, wametoa resources zao walizonazo, wametoa fedha zao kwa ajili ya utume mkubwa ambao wamefanya. Rama kuzo tele dai shala mia koza. Petro alivyokuuliza ya kwamba Bwana, tumeacha vyote tukakufuata wewe, je, tutapata nini? Ukamwambia tutapata mara 100 duniani na uzima wa milele mbinguni. Rante kija branta kabadia costa elemanda paluste teleenta labadia soya. Tunawaombea watumishi wako hawa, ile mara 100 ambayo umeyaahidi Bwana kupitia neno lako ikazilike kwenye maisha yao, ikazilike kwenye maisha yao na uzima wa milele Bwana. Majina yao ukayasili kwa damu ya Yesu kwenye kitabu cha uzima, vile vitabu vitakavyofunuliwa siku ya mwisho Bwana. Majina yao yasikosekane, majina yao yasikosekane, na zile thawabu ambazo umeachilia kwa ajili ya wateule mbalimbali Baba, ukakumbuke sadaka yao, ukakumbuke matendo yao kama ulivyokumbuka matendo ya Dorcas. Baba, ukakumbuke utumishi huu, ukawajalie thawabu mede ya samani ambao umeiandaa kwa ajili yao Bwana, wakaifikie in Jesus mighty name. Salika parosta paradia ramisha paranaso paradia kaya. Baba, tunaomba kwa ajili ya thawabu ya mara 100 duniani ambao umeahidi Bwana. Watumishi wako wana familia, wana majukumu ya kiuchumi, watumishi wako wana majukumu mbalimbali ya kifamilia, katika jina la Yesu Kristo Baba, tunawaombea neema yako ikazidi kumiminika juu yao, familia zao, baraka familia zao zikajawe na baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Mbingu zikawe wazi kwa ajili yao, malango yao yakawe wazi usiku na mchana, yakipokea
kupisha baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Baba, familia zao na ndoa zao zisiwe shaken katika jina la Yesu. Kila silaha za adui dhidi yao tunatamka hazitofanikiwa. Mishale yote ya mwovu adui tunaizima kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Baba, tunatamka divine protection kwenye maisha yao. Tunatamka divine direction, wasimesa tu. Roho Mtakatifu wafundishe na uongoze katika utumishi wao unaoendea. Kila wanachokifanya wakafanye sasa na mapenzi yako Bwana, na hata mwisho wakawe na ujasiri wa kusema mwendo wamemaliza, imani wamelinda, vita wamevipiga, na sasa wanaisomelea mede ya thamani ambayo Bwana unaiandaa kwa ajili yao. Ranta kisha pala niko saya ramasto vele enjo la pradia kaya. Baba, tunaomba kwa ajili ya uchumi wao, milango ya uchumi ikafunguke zaidi. Bwana, ukainulie watu watakaopati na pamoja nao kwa utumishi mwema huu walionao. Bwana, ukawapo watu sahihi watakaobeba huduma hii kwa mzigo waliobeba wao katika jina la Yesu Kristo. Ranta kipra kala brota epalida supradaya. Makapu yao ya uchumi yakafurike kwa baraka. Chochote unachokifanya kikaongezeke, kikafanikiwe, kikazae mara 10, mara 30, mara 100 katika jina la Yesu Kristo. Ranta kisha pala niko pradiga saya ramasto paradia sanda rabakori masaya. Baba, wakumbuke wao na vizazi vyao. Utumishi huu ukawe na impact kwenye vizazi vyao, kama Daudi alivyosema toka akiwa kijana na mpaka amekuwa mzee, hajawahi kuona mwenye haki ameachwa na Bwana. Bwana, usiwaache, usiwapungukie, mkono wako usiwapungukie, jicho lako daima likapate kuwatizama kila wanakokwenda, ukawafanikishe, ukawape kibali chako Mungu mahali popote unapokanyaga. Baba, tunaomba nuru ambayo umeashiria kwenye taji lao la uso tunayatamia kwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Mamlaka uliyowapa na karama ambazo umeashiria kwao zikaendelee kutenda kazi, kugusa maelfu ya watu katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunawafunika kwa damu ya Yesu. Wanapotoka mahali hapa, wanaporejea makwao katika huduma mbalimbali, tunawapa Mungu pamoja nao, malaika zako watembee pamoja nao. Chochote ambacho adui anakusudia kwa ajili yao katika jina la Yesu hakitofanikiwa. Hali yoyote ya kuwakatisha tamaa, kuwa disappoint, tunatamka haitofanikiwa. Endelea kuatia nguvu, endelea kuatia nguvu katika wakati na mazingira yanayofaa na wakati na mazingira yasiyofaa, katika wakati wa mwamko na wakati ambapo hawatapata uamko. Mungu uliye hai, ukaendelee kuatia nguvu, wakafanye kazi yako kwa uaminifu, wakafanye bila kujali jinsi gani watu wanaopokea, katika jina la Yesu Kristo. Na huduma yao Bwana ukaifanikisha na ukaiongeza, na tunakuomba Bwana malango ya nchi yakawe wazi kwao, wakavuka huduma hii ikapenetrate mipaka ya nchi, ikaende Afrika, iende dunia. Millions of souls, nafsi milioni ya souls na mamilioni ya nafsi yakakujua kupitia utumishi mwema katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Basi tukifikia mwisho tutakuwepo nyuma pale tukielekeza matumizi ya stendi na selfie stick kwa anayehitaji au maswali na zaidi sana picha, video tutaweka kwenye ile group letu. Sasa kuongeza na watu wengine ambao wangependa kujifunza katika group lile, kwa sababu tunaogopa kutuma material mengi, watu wakiweza kuona kama majaza simu zao kuja pia. Mungu awabariki sana. Basi tunaombeni tupate picha moja. Ambao ni matumizi ya stendi watatuona.